Ni njema ambayo tumekutana wote kwa pamoja kwenda kusikia neno lake na tukapata nafasi ya pamoja kwa umoja kwenda kuomba. Kwa hiyo tuanze kujifunza somo letu. Leo tutajifunza somo zuri sana, linaitwa jinsi ya kusali. Kwa kama unaandika, andika somo linaitwa jinsi ya kusali. Jinsi ya kusali. Kwa tutajifunza somo linaitwa jinsi ya kusali. Ukisoma katika maandiko, ukisoma katika Biblia yako vizuri, utaona jinsi Yesu alivyotaka tuwe na ufahamu zaidi kuhusu kusali. Na aliotumia muda wake mwingi sana katika kuwafundisha wanafunzi wake kuhusu maombi. Alitumia muda wake mwingi sana kuwafundisha wanafunzi wake jinsi ya kusali. Japokuwa wanafunzi wake walimuuliza swali kwamba tufanye nini? Yohana aliwafundisha wanafunzi wake kusali, na wewe tufundishe pia kusali. Kwa hiyo ilikuwa ni sehemu ambayo Yesu alitumia muda kidogo kuwafundisha, akawapa na mwongozo wa sala wa namna ya kuomba. Kwa hiyo mambo hayo aliyotufundisha, Yesu aliyotufundisha, alitufundisha kupitia neno lake. Kwa mambo yote kuhusu kusali, Yesu alitufundisha kupitia neno lake. Kwa na sisi jioni ya leo tutakwenda kujifunza sasa namna ya kusali kama Yesu alivyofundisha katika maandiko. Kwa tutakwenda kuangalia jinsi ya kusali kama jinsi Yesu alivyotuelekeza katika neno lake. Kwa hiyo neno la Mungu tukijifunza litatusaidia zaidi kuimarisha maisha yetu ya kiroho. Na somo la jioni ya leo jinsi ya kusali litatusaidia zaidi kuimarisha maisha yetu ya maombi. Kwa maana maisha yetu ya maombi yanatakiwa yaimarike kila siku. Maana yake maisha yetu ya maombi yanatakiwa yatoke kiwango kimoja kwenda kiwango kingine kila siku. Maana yake tutakiwa tuwe kwenye level ile ile au kiwango kile kile siku zote. Maana yake tunatakiwa tukue katika kuomba, tukue katika kusali. Maana yake ni wajibu wetu kukua. Hatutakiwi tukomae tuwe vile vile, lakini tunatakiwa tutoke hatua moja kwenda hatua nyingine. Kwa hiyo leo tutajifunza mambo kadhaa ambayo Yesu aliyafundisha kuhusu kusali. Tutajifunza mambo kadhaa ambayo Yesu alitufundisha kuhusu kusali. Sasa kuna mambo ya muhimu sana ambayo Yesu ametuagiza kuhusu kusali na tunatakiwa tuyaishi. Kuna mambo kadhaa ambayo Yesu ametuagiza, nimeapoint out hapa na tutaelezea, nitajaribu kuelezea moja baada ya jingine. Na nadhani kuja kipindi hiki kuisha utakuwa umepata maana halisi ya na umuhimu wa kusali na jinsi ya kusali. Kwa tutajifunza, tutajifunza umuhimu ndani, nitakuwa nachanganya ndani kidogo. Kwa hiyo pointi ya kwanza ambayo Yesu aliongea, pointi namba 1, andika hii, ambayo Yesu aliongea, alikuwa anawafundisha wanafunzi wake kuhusu kusali. Jambo la kwanza ambalo Yesu aliongea kuhusu imani. Kwa hiyo pointi ya kwanza kuhusu kusali ni imani. Kwa hiyo imani ni jambo la kwanza kabisa. Ni jambo la kwanza kabisa. Uendapo kusali lazima ulikumbuke. Kusali, imani ni jambo la kwanza kabisa. Uendapo kusali lazima ulikumbuke. Na ni jambo la msingi sana. Ni jambo la msingi sana, imani. Kwa hiyo imani inatufungulia milango ya kitu chochote ambacho unaenda kuomba. Kwa hiyo imani inatufungulia milango ya kitu chochote kile ambacho unakwenda kuomba mbele za Mungu. Kwa tunaweza kusema kwamba imani ni ufunguo wa kitu chochote cha rohoni ili uweze kupokea. Uliokoka kwa imani. Kwa siku ya kwanza unaokoka ulimpokea Kristo kwa imani, ukahesabiwa haki kwa imani. Kwa hiyo pointi ya kwanza tumesema ni imani. Sasa tutakwenda kusoma Marko 11. Marko 11. Andika Marko 11 mstari wa 24. Marko 11 mstari wa 24. Andika Marko 11 mstari wa 24. Andika Marko 11 mstari wa 24. Biblia inasema hivi:
Nitasoma sasa. Andika Marko 11 mstari wa 24. Biblia inasema hivi: kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Narudia tena. Anasema kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Kwa Yesu anasema sasa, mtakapoenda kusali, Yesu anatupa funguo sasa. Tutakapoenda kusali tufanye nini? Tutakapoenda kusali tufanye nini? Tazama sasa, anasema hiyo mstari wa 24. Kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Kwa mtakapoenda kusali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Kwa hiyo tuendapo kusali, jambo la kwanza Yesu anatuambia tuamini. Tuendapo kusali, Yesu anatuambia jambo la kwanza tufanyeje? Tuamini. Sasa tunaweza tukajiuliza swali hapo kwamba Yesu ametuambia tuendapo kusali tuamini. Sasa unaweza ukaniuliza, mtumishi, tuamini yapi? Tuamini yapi? Okay. Pointi namba moja ambayo Yesu ameisema katika mstari huo wa mstari wa 24, Marko 11 mstari wa 24. Pointi ya kwanza ambayo Yesu amesema hapo, anasema nanyi kila msimamapo na kusali, aminini ya kwamba nafanyeje? Mnayapokea. Sawa? Kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombayo mkisali, aminini kwamba mnafanyeje? Mnayapokea, na yatakuwa yenu. Kwa hiyo jambo la kwanza ambayo Yesu anatuambia hapo kwamba yale tuyaombayo tuyaamini kwamba tunayapokea. Kwa hiyo ni pointi ya kwanza ambayo Yesu anatuambia mambo ya kuyaamini uendapo katika maombi. Kwa kama unaandika kwenye karatasi yako, andika sasa mambo ya kuamini, mambo ya kuyaamini pale unapoenda kusali. Ndio Yesu anatuambia sasa mambo ya kufanyeje? Ya kuyaamini pale uendapo kusali. Jambo la kwanza, tuamini yale tuyaombayo tunayapokea. Kwa jambo la kwanza andika yale uyaombayo. Yale uyaombayo, amini kwamba unayapokea. Hiyo ni pointi ya kwanza ambayo Yesu ameelezea katika Marko 11 mstari wa 24. Sawa, amesema kwamba yoyote mtakayoyaomba mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea. Kwa jambo la kwanza, tunapoenda kusali, tuamini yale tuyaombayo tunayapokea. Sawa, hiyo ni pointi ya kwanza. Kwamba tunayaamini yapi? Namba moja, tuamini kwamba yale tuyaombayo tunayapokea. Pointi namba 2 hapo, kwamba tunaamini yapi sasa tukienda kusali? Tuamini nini tukienda kusali? Tumesema pointi ya kwanza, tunapoenda kusali Yesu anataka tufahamu. Namba moja, tuwe na imani. Sawa, amesema yule aendaye kusali aamini. Tuamini nini? Namba moja tumesema tuamini kile tunachokiomba, tuamini tumekipokea. Tuamini tumekipokea. Namba 2, tuamini yale tuyaombayo yatakuwa yetu. Huo mstari wa 24 sasa Yesu anatuambia sasa, muamini yale myaombayo yatakuwa yenu. Sawa sawa. Hiyo ni pointi namba ngapi? Namba 2. Kwa namba moja, yale uyaombayo amini umeyapokea. Namba 2, yale uyaombayo amini yatakuwa yako. Kwa uamini yatakuwa yako. Pointi namba 3 na namba 4 zinapatikana katika Waebrania sura ya 11. Kwa ufungua Biblia yako, andika Waebrania sura ya 11 mstari wa 6. Andika Waebrania sura ya 11 mstari wa 6. Waebrania sura ya 11 mstari wa 6. Waebrania 11 mstari wa 6. Biblia inasema hivi: lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Kwa maana yake hatuwezi kumpendeza without faith. Hatuwezi kumpendeza pasipo imani. Okay. Anaendelea mbele. Anasema kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba wapa thawabu wale wamtafutao. Sasa tunapata pointi ya 3 na pointi ya 4 kutoka kwenye mstari huo. Anasema sasa kwamba tutakapoenda mbele zake, sawa? Namba 1, tuamini kwamba yeye yuko. Tunaona acha tuambie, anasema amini kwamba yeye yuko. Kwa maana tunapata pointi ya 3 sasa kwamba unapoenda kusali uamini nini? Pointi ya 3 sasa, amini kwamba yeye Mungu yuko. Sawa sawa.
Hiyo ni pointi ya ngapi? Ya 3. Kwa sababu Yesu ametuambia muendapo katika maombi aminini. Tukasema sasa tuamini nini? Namba 1 tumesema unapoenda amini kwamba yale uyaombayo umeyapokea. Namba 2, amini yale uyaombayo yamekuwa yako. Namba 3, amini kwamba yeye Mungu yuko. Hiyo ni namba 3. Namba 4, katika Ibrania hiyo 11 mstari wa 6 ametujibu. Anasema hivi, na uamini kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Anatuahidi sasa, anasema sasa, mtakapoenda kuomba, mkienda kusali, namba 1 katika mstari huu wa 6, namba 1 ametupa pointi 2, na ule wa Marko 11:28 ametupa pointi 2. Kwa huu Waebrania 11:6 anatuambia sasa, namba 1 tuamini yeye yuko. Namba 2 tuamini yeye huwapa thawabu wale wote wamtafutao. Kwa nenda ukiamini kwamba hapa sasa ninasali, lakini niamini kwamba Mungu anawapa thawabu, maana anajibu maombi yao wale wanaomtafuta. Kwa nini? Kwa bidii. Mungu anajibu maombi yao. Unaelewa? Kwa ukienda kwa Mungu, amini mambo 4. Katika imani, amini mambo 4. Namba 1 tumesema yale uyaombayo, amini umeyapokea. Namba 2, yale uyaombayo, amini yamekuwa yako. Namba 3, yale uyaombayo, amini kwamba yeye Mungu yuko. Namba 4, amini kwamba Mungu huwapa thawabu wale wote wamtafutao. Maana yake anajibu maombi ya wale wanaomtafuta. Vitu 4 vya kuamini pale unapoenda kusali. Haleluya. Okay, kwa hiyo tuendelee mbele sasa. Tuendelee mbele. Tumeangalia mambo 4 ya msingi ya kufanya pale unapoenda kusali. Namba 1 tumesema imani, na vitu katika imani tumeangalia vitu 4. Lakini ngoja tuendelee sasa. Kwa hiyo imani ni ya muhimu sana ukienda kusali. Imani ni ya muhimu sana pale unapoenda kusali. Ni jambo la msingi sana kuamini pale uendapo kusali. Kwa maana kwa imani tunatenda makuu. Kwa imani tunatenda makuu. Kwa imani tunatenda makuu. Kwa ukiangalia katika maandiko sasa, tunaona watumishi wengi wa Mungu wakipokea majibu ya maombi yao kwa imani. Ukisoma Biblia yako kwamba Biblia inatuonyesha watumishi wengi wa Mungu wamepokea majibu ya maombi yao walipoenda kuomba kwa imani. Sasa wewe tuangalie mifano kadhaa katika kitabu hicho cha Waebrania sura ya 11 mstari wa 4. Tutaangalia mstari wa 4 na wa 5. Kuandika Waebrania sura ya 11 mstari wa 4 na wa 5. Waebrania sura ya 11 mstari wa 4 na wa 5. Kwa hiyo tunaangalia mifano ambayo ya watumishi wa Mungu walienda kusali kwa imani na wakatenda makuu. Ukisoma mstari wa 4, Waebrania 11 mstari wa 4. Waebrania 11 mstari wa 4 inasema hivi kwamba kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki. Mungu akazishuhudia sadaka zake, na kwa hiyo ijapokuwa amekufa angali akinena. Sasa tazama hiki kitu Biblia inachotufundisha. Habili alipoenda kutoa sadaka, aliona matokeo ya sadaka yake alipoenda kutoa kwa imani. Kwa maana yake imani ni msingi. Unapoenda kuomba, unapoenda kutoa, kwa kitu chochote ambacho kinajihusisha na Mungu, nenda kwa imani, ukiamini kabisa kwamba unapokea kile ukiombacho. Kwa Ibrahimu, Habili alimuona Mungu wakati wa kutoa sadaka zake kwa imani. Mstari wa 5. Kwa imani Henoko alihamishwa asije akaona mauti. Anasema wala hakuonekana kwa sababu Mungu alimuhamisha. Maana kabla ya kuhamishwa alikuwa ameshuhudiwa kwamba amempendeza Mungu. Kwa Henoko alihamishwa kwenda mbinguni, hakufa huyu, hakuonja mauti. Kwa alibebwa mpaka mbinguni. Kwa nini? Kwa imani. Alikuwa ni mtu wa nini? Alikuwa ni mtu wa imani. Sasa turuke mpaka mstari wa 11 katika Waebrania hiyo hiyo. Tuangalie mtu mwingine anaitwa Sara. Tuangalie ni mama sasa. Tumeangalia
wanaume, tuangalie na mama sasa aliyetenda makuu kwa imani. Waebrania 11 mstari wa 11. Biblia inasema hivi: kwa imani hata Sara mwenyewe alipokea uwezo wa kuwa na mimba alipokuwa amepita wakati wake, kwa kuwa alimhesabu yeye aliyeahidi kuwa mwaminifu. Kwa hiyo Sara kwa imani, Sara hakuwa na uwezo wa kupata ujauzito, hakuwa na uwezo wa kupata hiyo mimba, lakini kwa imani alipokea. Kwa imani Sara alipokea. Sasa tazama hapa sasa. Anasema kwa imani hata Sara mwenyewe alipokea uwezo wa kuwa na mimba. Kwa alipokea uwezo wa kuwa na mimba. Hakuwa na huo uwezo wa kuwa na mimba, lakini alipokea. Kwa nini? Kwa imani. Alipokea. Kwa nini? Alipokea kwa imani. Okay. Tuendelee sasa huo mstari tuangalie vizuri. Anasema alipokuwa amepita katika wakati wake. Kwa alikuwa amevuka ule uwezo wa kupokea mimba kibiolojia, tunaita menopause. Alikuwa ameshafikia menopause, kwa hawezi kuconceive tena. Lakini kwa imani aliconceive, alipata ujauzito. Kwa kuwa alimhesabia yeye aliyeahidi kuwa mwaminifu. Kwa hiyo siri ya Sara ni nini? Ni imani. Ilikuwaje? Alimwamini yeye Mungu yuko. Aliamini kwamba ahadi za Mungu, yeye Mungu ni mwaminifu. Baba, kuna jambo lolote ambalo unapitia kwenye maisha yako? Mama, kuna jambo lolote ambalo unapitia kwenye maisha yako? Au binti, kuna jambo lolote unalopitia kwenye maisha yako? Mwamini Mungu. Amini yeye Mungu ni mwaminifu. Ahadi zake ni za kweli. Biblia inasema na ahadi zake, hizo ahadi ameziinua kuliko hata jina lake. Ahadi zake ziko juu sana kuliko nini? Jina lake. Kwa amini hizo ahadi. Mungu akisema hasemi uongo. Akisema lazima atatenda. Mungu akisema, ameshasema kwa neno lake. Akishasema, amesema, habadiliki. Ili neno la Mungu lipo toka jana, leo na hata milele, halitabadilika kamwe. Ni lile lile. Ukienda mbinguni utalikuta ni lile lile, jana, leo na hata milele. Ili neno halibadiliki kamwe. Alivyosema Mungu amesema. Neno lilivyotoka kwa kinywa cha Mungu hawezi kulirudisha. Likishatoka limetoka. Kwa sababu neno lake, Biblia inasema na neno la Mungu limehakikishwa. Kwa maana hili neno limehakikishwa. Liko safi, limehakikishwa. Kwa likitoka haliwezi kurudi bure. Mpaka limefanya kile kitu ambacho Mungu ameahidi kwetu. Kwa unapoenda mbele za Mungu, amini. Kwa imani utatenda makuu. Kwa imani utatenda makuu. Okay. Tunaenda pointi ya pili. Mambo jinsi, somo letu ni jinsi waliochelewa, ni jinsi ya kusali. Somo letu ni jinsi ya kusali. Tumesema kuna mambo ambayo Yesu ametufundisha kuhusu kusali. Na jambo la kwanza ambalo tumeliangalia sasa, uendapo kusali ufanye nini? Namba moja tumeangalia imani. Namba moja Yesu anasema uendapo kusali uamini. Tukasema sasa uamini nini? Yesu akatujibu, akatupa pointi mbili hapo. Akatuambia tunapoenda, cha kwanza, yale unayoyaomba amini kwamba umeyapokea. Yale unayoyaomba uamini kwamba umefanyaje? Umeyapokea. Namba mbili Yesu akasema yale unayoyaomba amini yatakuwa yako. Tumeangalia katika Marko 11 mstari wa 24. Lakini tukaruka tena tukaenda kwenye Waebrania 11 mstari wa 6. Paulo akatupa pointi mbili nyingine katika Waebrania 11:6. Akasema yeyote aendaye kusali amini kwamba yeye Mungu yuko. Pointi ya 3. Pointi ya 4 akatuahidi kwamba tunapoenda kusali, tukienda kusali tuamini kwamba huwapa thawabu wale wote wamtafutao. Huwapa thawabu. Huwapa thawabu wale wote wamtafutao. Kwa hiyo hiyo pointi ya imani tumemaliza. Kwa tunaenda pointi ya pili sasa. Unapoenda kusali uangalie mambo gani? Yesu anatujibu. Kwa pointi ya pili Yesu anasema sasa tusamehe wale wote waliotukosea. Unapoenda kusali mama yangu, unapoenda kutafuta uso wa Bwana, Mungu anatuambia tuwasamehe wale wote waliotukosea, tuwasamehe. Tuwasamehe.
Kwa sababu kutokuachilia, kutokusamehe, kutokuachilia, kutokusamehe kuna kufungia, inakuwa kikwazo cha wewe kutokupokea. Kutokusamehe kuna kufungia milango wewe usipokee. Kwa pointi ya pili wanaouliza vifungu, okay, pointi ya pili nimesema tusamehe wale wote walio tukosea. Somo linaitwa jinsi ya kusali. Katika jinsi ya kusali tumeangalia pointi ya kwanza, Yesu ametuambia kuhusu imani. Katika imani tumeangalia mambo manne. Andika hiyo, waandikia. Tumeangalia mambo manne katika kusali, wanaoandikia hapo sasa. Sawa. Tumeangalia mambo manne. Kwa sasa yale mambo katika imani tumemaliza. Tunaenda pointi ya pili sasa, ambapo tumesema sasa katika unapoenda kusali Yesu anatuambia tusali vipi. Tumeuliza swali, tunasalije sasa Bwana Yesu? Tunasalije? Kwa Yesu ameanza kutufundisha. Kwa sababu cha kwanza mnapoenda kusali muwe na imani. Tumemaliza kuangalia imani. Lakini jambo la pili anatuambia sasa tunapoenda kusali tuwasamehe wale wote walio tukosea. Tuwasamehe. Kwa hiyo ili sala zako zijibiwe, kwa Yesu anatuagiza pale tunapoenda kusali tuhakikishe kabisa kwamba wale wote ambao wametukosea sisi, tumeweka vinyongo ndani ya mioyo yetu, tuwasamehe. Tuwasamehe wale walio tukosea. Kama tusipofanya hivyo, itakuwa ni kizuizi cha sisi kutokupokea kutoka kwa Baba. Tusipowasamehe wale wengine, kitakuwa ni kizuizi cha sisi ambao kitatuzuia sisi tusipokee kutoka kwa nani? Kutoka kwa Baba. Kitakuwa ni kizuizi ambacho kitakachotuzuia sisi tusipokee. Mfano, ngoja tuangalie Marko 11 mstari wa 25 mpaka 26. Marko 11:25 mpaka 26. Marko 11. Andika Marko 11. Marko 11 mstari wa 25 mpaka 26. Marko 11 mstari wa 25 mpaka 26. Kuandika Marko 11 mstari wa 25 mpaka 26. Okay. Kuandikie Marko 11 mstari wa 25 mpaka 26. Inasema hivi: nanyi kila msalipo, anasema nanyi kila msimamapo na kusali, sameheni mkiwa na neno juu ya mtu, ili na Baba yenu aliye mbinguni awasamehe ninyi makosa yenu. Lakini kama ninyi hamsamehe, wala Baba yenu aliye mbinguni hata wasamehe ninyi makosa yenu. Si unaweza kuona hicho kitu eh? Tazama Yesu anapotuambia sasa. Hapa tunajifunza jinsi ya kusali. Tunajifunza jinsi ya nini? Ya kusali. Tunajifunza jinsi ya kusali. Sasa Yesu anatuambia tunapoenda kusali, tunapoenda kufanyeje? Tunapoenda kusali, Yesu anatufundisha, anatuambia tutakapoenda kusali tuwasamehe wale wote waliofanyeje? Walio tukosea, tuwasamehe. Sawa sawa. Wale wote waliofanyeje? Walio tukosea, tufanyeje? Tuwasamehe wale wote walio tukosea. Kwa hiyo tusipowasamehe wale wengine walio tukosea, na Baba yetu wa mbinguni hawezi kutusamehe sisi. Kwa maana ili tupokee kutoka kwa Baba, tupokee msamaha, tupokee hiyo toba, lazima twende na sisi na moyo wa msamaha. Ukitaka utendewe na Mungu au ukitaka utendewe na wengine, anza wewe kutenda kwanza. Ukitaka Mungu kusamehe, anza wewe kusamehe kwanza. Kwa unapoenda kusali, hakikisha wale mume wako aliyekuuzi, yoyote aliyekuuzi, yoyote aliyoumiza moyo wako, msamehe. 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 Okay. Watu tuendelee sasa mbele. Nitajibu maswali mwishoni. Kuna mtu ameuliza tofauti kati ya kuomba na kusali. Nitafundisha. Haina shida. Waliuliza tofauti ya kusali na kuomba. Kwa tuangalie jinsi ya kusali kwanza. Sawa sawa. Kuomba liko hivyo hivyo. Kuomba liko hivyo hivyo. Nikisema naomba kalamu, nimeomba lakini sijasali. Sawa sawa.
Kwa tunaposema kuomba, naomba kalamu, naomba kitu fulani, nimeomba. Ninaposema kusali, maana yake tunapoabudu Mungu, mfano Yesu, wewe ni Mungu mkuu. Sijamuomba kitu chochote, lakini nimemsifu, nimemwabudu. Huko ni kusali. Wewe ni Mungu mkuu. Hakuna Mungu aliye kama wewe. Sasa kupitia kusali tunaingiza na nini? Na maombi yetu, ndio tunaita sala. Sawa sawa. Katika humo ndani ukitazama ile sala ya Baba yetu mbinguni ni sala ambayo wanafunzi wa Yesu waliomba wafundishwe kusali. Yesu ndio akawafundisha. Baba yetu liye mbinguni. Manake anamtukuza, anamuinua, aliko keti yuko mbinguni. Na jina lako litukuzwe, anamsifu. Kwamba Mungu utukuzwe. Ni wewe tu uliyeketi mahali pa juu, utukuzwe wewe. Kwa tutaangalia. Ngoja tujifunze kwanza kusali, tutaangalia. Kwa hiyo pointi ya pili sasa ambayo tumejifunza hapo kwamba tunapoenda kusali, unapoenda kuomba au kusali vyovyote vile, wale wote walio kukosea wasamehe. Usiende kusali ukiwa na uchungu ndani ya moyo wako. Usiende kusali ukiwa na visasi ndani ya moyo wako. Kama umeshindwa kusamehe, mwambie Yesu, ninaomba unipe moyo wa kusamehe. Nimeandika yale maombi ya rehema, ukisoma utaona vizuri. Ukienda mbele zake, kama umeshindwa kusamehe, mwambie Mungu, naomba unipe moyo wa kusamehe. Naomba moyo wa msamaha. Wale wote walionikosea nikapata kuachilia. Moyo wangu si kwa ajili ya kuweka watu kuwafungia ndani yangu. Moyo wangu ni kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Moyo wangu ni kwa ajili yako Yesu, utawale, uonekane katika maisha yangu. Moyo wangu ni kwa ajili yako. Moyo wangu si kwa ajili ya kufungia watu ndani yangu. Moyo wako sio dampo la watu kufungiwa ndani yake. Moyo wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Moyo wako ni special kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Usifungie watu humo. Ukiwafungia watu humo, matokeo yake ni magonjwa. Matokeo yake ni mateso. Matokeo yake ni mauti. Ukimfungia Roho Mtakatifu humo ndani ya moyo wako, akakaa, matokeo yake ni uzima. Matokeo yake ni amani. Matokeo yake ni furaha. Matokeo yake ni uvumilivu. Matokeo yake ni upole. Matokeo yake ni kuona ufalme wa Mungu. Usiwafungie watu ndani ya moyo wako. Wakati mwingine unapokuwa kwa maombi, sema moyo wangu, Bwana Yesu, si kwa ajili ya maadui zangu. Moyo wangu si kwa ajili ya wanaoniumiza moyo. Moyo wangu ni kwa ajili yako Yesu. Moyo wangu Jehova ni kwa ajili yako Yesu. Utakusifu milele daima. Ukimweka Yesu ndani ya moyo wako, akatawala, usiruhusu mtu mwingine akae ndani ya moyo wako. Mwache tu mtu mmoja mwenye upendo wa kweli. Mtu mmoja anayejua kupenda, anaitwa Yesu. Mruhusu akae ndani ya moyo wako. Hawezi kukuumiza huyu mtu. Hawezi kukuumiza huyu mtu. Mruhusu akae ndani ya moyo wako. Mwambie Yesu, tawala moyo wangu. Wewe ndio mpenzi wa moyo wangu. Wewe ni namba moja kwangu. Wewe ndio kila kitu kwangu. Tawala Bwana Yesu. Nataka ukae ndani ya moyo wangu milele. Wewe ni furaha yangu. Wewe ni kimbilio langu. Wewe ni msaada wangu. Usiruhusu wanadamu wakae ndani ya moyo wako. Wanadamu wakikaa ndani ya moyo wako, watakuwa ni kifungo, watazuia baraka za Mungu ya maisha yako. Unapoweka wanadamu ndani ya moyo wako, wanakuwa ni kifungo cha wewe kupokea kile Mungu anachoachilia kwenye maisha yako. Kwa sababu wanadamu unapoweka ndani ya moyo wako, wanadamu wanaanza kupiga kelele. Manake moyo utaanza kusikia moyo unalia kulipa kisasi. Moyo uchungu unawaka ndani yako. Hasira ukiweka na damu ndani yako, hasira inaanza kuwaka ndani ya moyo wako. Kwa nini? Umeweka watu wasio sahihi ndani ya moyo wako. Lakini ukimweka Mungu ndani yako, ukimweka Roho Mtakatifu ndani yako, kwamba Roho Mtakatifu kaa ndani yangu, utaanza kusikia ndani yako kusoma neno kunapiga kelele. Utaanza kusikia ndani ya moyo wako msamaha unapiga kelele. Utaanza kusikia ndani yako kiu ya kuomba inapiga kelele. Tunahitaji Roho Mtakatifu akae ndani yetu kuliko kitu kingine chochote. Roho Mtakatifu atawale mioyo yetu kuliko watoto wetu. Roho Mtakatifu atawale maisha yetu
kuliko kazi zetu. Roho Mtakatifu atawale maisha yetu kuliko ndoa zetu. Roho Mtakatifu atawale maisha yetu kuliko kitu kingine chochote. Awe namba moja kwenye maisha yetu kuliko kitu kingine chochote. Tukiweka watu kwenye maisha yetu, tukiwaweka ndani ya mioyo yetu, watatuumiza. Kwa sababu wao ni wanadamu. Mume ni mwanadamu. Mke ni mwanadamu. Watoto ni wanadamu. Bosi ni mwanadamu. Mchumba ni mwanadamu. Wakati wowote wanaweza kukosea kwa kuumiza moyo wako. Ukiwajaza ndani ya moyo wako, ukikuumiza utapata pressure ya moyo. Wakikuumiza unaweza kulala wiki nzima unalia tu. Kwa nini? Kwa sababu mchumba kakuumiza. Kwa nini mume kakuumiza? Kwa nini watoto wamekuumiza? Kwa nini ndugu wamekuumiza? Kwa hiyo inakuwa ni kilio kwenye maisha yako, unalia milele. Kwa nini umewafungia ndani ya moyo wako? Mwanadamu yoyote anaweza kubadilika, lakini Yesu Kristo habadiliki milele na milele. Na ametuahidi kwamba mimi Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Hawezi kubadilika. Mke wako anaweza kubadilika. Leo akasema hivi, kesho akasema hivi. Mume wako anaweza kubadilika. Leo amesema hivi, kesho akasema hivi. Lakini Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai hawezi kubadilika. Ni yeye yule jana, leo na hata milele. Akatoa maisha yake kwa ajili yetu sisi. Na yeyote atakayemwamini yeye ataokoka. Huyo anaitwa Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Mwambie Yesu, leo ni mwisho kuweka maadui zangu ndani ya moyo wangu. Moyo wangu si kwa ajili ya maadui zangu. Moyo wangu ni kwa ajili yako Yesu. Moyo wangu utakusifu milele daima. Moyo wangu utakusifu milele daima. Ndio maana watu naimba, moyo wangu msifu Bwana daima. Moyo wangu msifu Bwana daima. Kwa moyo wako umsifu Yesu milele daima. Tunapomweka Mungu ndani ya mioyo yetu, Mungu anatenda mambo makuu. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo, Yesu anasema nipo mlangoni na bisha. Kwenye moyo wako, nipo mlangoni na bisha. Yoyote atakayejifungulia mlango, nitaingia ndani yake, nami nitafanya makazi ndani yake. Nitakaa naye, atakula nami, nami nitakula naye. Atakuwa mwanangu, nami nitakuwa baba yake. Kwa Mungu yuko mlangoni kwako. Yesu yupo kwenye moyo wako. Sasa anagonga hodi, umfungulie, aingie ndani ya moyo wako. Akupe amani, akupe furaha. Yeye ndio mfalme wa amani. Usikubali wanadamu wakakaa kwenye moyo wako. Usikubali waliokukosea. Kama ni bosi wako, mtu anayekusema vibaya kazini, mtu anayekusema vibaya kwenye ndoa yako, mtu anayekusema ni mume wako anakusema vibaya, ni mke wako anakusema vibaya. Usikubali hayo maneno mabaya yakakaa ndani ya moyo wako. Moyo wako sio dampo la maneno mabaya. Usikubali moyo wako kuwa ni dampo la maneno mabaya. Usikubali hata kidogo. Moyo wako ujae neno la Mungu. Usiruhusu moyo wako kwa nafikiri maneno mabaya. Yale ambao watu wanajaza ofisini na kusema mabaya unajaza ndani ya moyo wako. Achilia, achana nayo. Tunapowafungia wanadamu ndani ya mioyo yetu, tunapowafungia maneno mabaya ndani ya mioyo yetu, inakuwa ni chanzo cha sisi kuishi maisha mafupi. Ni triki ya shetani, mpango wa shetani, kwa sababu shetani amekutafuta kwa namna yoyote ile, amekukosa. Kwa anakuja kwa mawazo. Anaingia kupitia maneno, kupitia kusema vibaya. Kwa sababu amekufuata kwa kila namna, amekushindwa. Kwa anakuja kwa mawazo, kwa maneno au mawazo. Maneno ni rahisi mno kukuumiza moyo. Hakuna kitu kibaya ambacho shetani anatumia kama maneno. Anatumia watu wakuseme vibaya. Anatumia watu wakuseme vibaya, wakusengenye. Kwa ile maneno yanapita moja kwa moja kwenye moyo wako, na moyo wako unaumia, unajeruhiwa. Na moyo unapojeruhiwa, inakuwa ni chanzo shetani kupita. Hofu inaingia. Uchungu unaingia ndani ya moyo wako. Kisasi kinaingia ndani ya moyo wako. Kwa hiyo ni mtego wa ibilisi kudestroy, kuharibu maisha yako. Usikubali hicho kitu hata siku moja. Utakaposema mabaya, funga masikio yako, sema masikio yangu si kwa ajili ya maneno mabaya. Moyo wangu si kwa ajili ya maneno mabaya. Moyo wangu ni kwa ajili ya neno la Kristo Bwana Yesu. Maneno ya Kristo yakapate kuishi ndani yangu. Maneno yote mabaya yaliyojaa ndani ya moyo wangu yakapate kuondoka. Na hilo neno la Kristo likapate kujaa ndani ya moyo wangu milele daima. Neno la Kristo likapate kuchukua nafasi katika maisha yangu.
Neno la Kristo likapate kuchukua nafasi katika ufahamu wangu. Hilo neno la Kristo likapate kuchukua nafasi katika ndoa yangu. Neno la Kristo likapate kuchukua nafasi katika kila kitu cha maisha yangu. Neno la Kristo likapate kuchukua nafasi. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Okay, kwa tuendelee. Hiyo pointi ya pili tuimalize. Twende pointi ya tatu sasa. Kwamba unapoenda kusali, Yesu anatushauri tufanye nini? Namba 3. Anasema tusalipo tusiwe kama wanafiki. Kwa Yesu anatuambia sasa unapoenda kusali usiwe kama mnafiki. Kwa jinsi gani Yesu anatufundisha? Tuangalie Mathayo sasa. Mathayo sura ya 6 mstari wa 5. Mathayo sura ya 6 mstari wa 5. Mathayo sura ya 6 mstari wa 5. Andika Mathayo. Mathayo sura ya 6 mstari wa 5. Andika Mathayo sura ya 6 mstari wa 5. Pointi namba 3. Kwamba tusalipo tusiwe kama wanafiki. Pointi namba 3 inasema tusalipo tusiwe kama nini? Tusiwe kama wanafiki. Sawa. Andika Mathayo sura ya 6 mstari wa 5. Nitasoma. Mathayo sura ya 6 mstari wa 5. Biblia inasema hivi: tena msalipo msiwe kama wanafiki, kwa maana wao wapenda kusali hali wamesimama katika masinagogi, katika pembe za njia, ili waonekane na watu. Amini nawaambia, wamekwisha kupata thawabu yao. Tazama Yesu anapotufundisha neno lake. Anatuambia tunapoenda kusali tusiwe kama wanafiki. Sasa wanafiki wao wanapoenda kusali wanafanyaje? Sasa tazama Biblia inapotuambia, Yesu anatuambia sasa, tena msalipo msiwe kama wanafiki, kwa maana wao wapenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na katika pande za njia, ili waonekane na watu. Kwa wanafiki, tabia mojawapo ya wanafiki, wanasali ili waonekane na nini? Na watu. Hawaendi kwa nia ya kumtafuta Mungu. Hawaendi kwa nia ya kumuona Mungu. Wanafiki wanaenda hapo ili waonekane na watu. Yesu anatuambia tusiwe hivyo. Usiende kanisani ili mchungaji akuone. Usiende kwenye maombi ili wana maombi tu wakuone. Nenda kwenye maombi Mungu akuone. Nenda kwenye maombi ukiwa na nia moja, kumtafuta yeye. Ndio maana Yesu anatuambia sasa tusiwe wanafiki. Maana yake sasa Mungu anaangalia sana nia ya mioyo yetu. Yesu anaangalia sana nia ya nini? Nia ya mioyo yetu. Anaiangalia sana hiyo nia ya mioyo yetu. Anaangalia sana nia ya moyo wako. Kwa nini unaenda kusali? Kwa nini leo unaomba kwenye mkesha? Kwa nini unaenda kanisani Jumapili? Lengo lako la kwenda kanisani ni nini? Au unakuwa kama mmoja wao wanafiki, unaenda kanisani ukiwa na lengo lako ndani ya moyo wako? Kwa Yesu ametukataza. Anasema ukifanya hivyo hatajibu maombi yako. Anasema ukishafanya hivyo, kupitia kuonekana huko, kupitia unafiki huo, basi unakuwa umeshapata thawabu yako. Unaweza kuona Yesu anapotufundisha sasa. Kwa hataki tuwe kama wanafiki. Kwa hiyo sasa, je, tunaenda kusali ili watu watuone? Swali. Je, unaenda kusali ili watu wakuone kwamba wewe unasali? Je, hapo nyumbani kwako unasali ili watu wakuone kwamba wewe unasali? Hapana. Hatutaki tufanye hivyo. Hatutaki tusali ili watu watuone kwamba tunasali. Hatutaki kusali kwa sababu wazazi wetu wanasali tuwafurahishe wazazi wetu. Hatutaki tufanye hivyo. Biblia imetukataza tusiwe wanafiki. Je, unasali ili upate sifa kutoka kwa watu kwamba wewe unasali? Labda upate sifa kwa wazazi wako, au upate sifa kwa jirani zako, au upate sifa kwa wafanyakazi wenzako. Je, unasali ukiwa na nia hiyo? Usifanye hivyo. Sali kwa maana unampenda Mungu. Nenda kusali usiwe na sababu ya kusali. Usiwe na nia mbaya ya kusali. Nenda kumuona yeye. Nenda kumtafuta yeye, kwa sababu yeye ni mpenzi wa moyo wako. Yeye ni rafiki yako. Unaenda ili umuone. Okay. Kwa swali tujiulize sasa. Sasa je, kama ndio hivyo, je, tunapoenda kusali tufanye nini?
Kama Yesu umesema tusio wanafiki, tusiende kwa ajili ya kujionyesha kwa watu watuone kwamba tunasali na kadhalika na kadhalika. Kwa Yesu tukienda kusali tufanye nini? Yesu ametujibu swali hilo. Ukisoma Mathayo sura ya 6, andika Mathayo sura ya 6. Yesu anatujibu swali sasa. Mathayo sura ya 6. Mstari wa 6. Anasema sasa, bali wewe usalipo, ingia katika chumba chako cha ndani. Ukishafunga mlango wako, usali mbele za Baba yako aliye sirini, na Baba yako aonaye sirini atakujazi. Kwa Yesu, Biblia inasema sasa kwamba utakapoenda kusali, utakapoenda kufanyeje? Kusali, uingie kwenye chumba chako cha ndani. Sawa? Funga mlango wako, usali mbele ya nini? Ya Baba yako aliye nini? Aliye sirini. Baba yako aonaye sirini atakujazi, atakujibu maombi yako. Sawa sawa. Haya naongelea maombi ya private, ya kusali. Acha yale ya mapatano mnakutana kikundi, hapana. Naongelea maombi ya private. Sawa sawa. Kwamba unaingia chumbani kwako, unasali. Unafunga mlango wako, unasali. Watoto unaweka pembeni, unasali peke yako. Unamtafuta Mungu ukiwa na nia ya kumuona. Sawa sawa. Ukiwa na nia ya kufanyaje? Ya kumuona. Ukienda kanisani pia hatutaji tufunge mlango wa kanisani, lakini tusiende kwa nia mbaya ya kuonyesha watu kwamba unaenda tu ili uonekane. Hapana, kanisani sio sehemu ya show. Tunaenda kumtafuta Jehova. Hatuendi tukiwa na nia tofauti chini yetu ili tupate vitu fulani tu. Hapana. Hatuendi kanisani kutafuta mke au mume. Tunaenda kanisani kwa sababu tunampenda Mungu. Kwa kama mke akitokea huko, Mungu ubarikiwe. Hatuendi kanisani kutafuta mume au chochote. Kama mume akitokea kanisani, Mungu ubarikiwe. Lakini sisi tunaenda kanisani kwa kutafuta wewe Bwana Yesu. Tutautafuta kwanza ufalme wako, na hayo mambo mengine yote tutazidishiwa. Kwenye hii sura ya 6 Yesu anapofundisha kuhusu maombi, mstari wa 33 ametufundisha kwamba tutafute kwanza ufalme wa mbinguni, nayo mengine yote tutazidishiwa. Kwa hiyo unapoenda kusali sasa nyumbani kwako, jifungie ndani. Jitenge na watoto wako, jitenge na kelele na kadhalika, jitenge nao. Mtafute Baba aliye sirini, muombe, naye Mungu atakujibu maombi yako. Kuna mtu mmoja alifanya kama Yesu alivyoelekeza hapa. Anaitwa Elisha. Andika tuangalie mfano wake mmoja. Itoe kwenye pointi nyingine. Andika Wafalme wa Pili. Wafalme wa Pili sura ya 4. Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa 32. Wafalme wa Pili. Andika Wafalme wa Pili sura ya 4. Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa 32 mpaka 35. Andika sasa. Nitasoma. Andika Wafalme wa Pili. So Wafalme sura ya pili. Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa 32 mpaka 35. Soma. Nitasoma. Anasema basi Elisha alipofika nyumbani, tazama, mtoto amekwisha kufa, amelazwa kitandani pake. Basi akaingia ndani, akajifungia mlango, yeye na yule mtoto wote wawili. Akamwomba Bwana. Akapanda juu ya kitanda, akajilaza juu ya mtoto, akaweka kichwa chake juu ya kichwa chake, na macho yake juu ya macho yake, na mikono yake juu ya mikono yake. Akajinyoosha juu yake. Mwili wake yule mtoto ukaanza kupata moto. Kisha akarudi, akatembea nyumbani huko na huko mara moja. Akapanda, akajinyoosha juu yake, na yule mtoto akapiga chafya mara 7. Na mtoto akafumbua macho yake. Okay. Unaona huu muujiza ambao ulitokea. Huyu mtoto alikufa. Alipokufa mtoto wa huyu mama, Elisha alipokuja akamchukua yule mtoto, akaingia ndani, akafunga mlango. Na Yesu alishafanya hiki kitu kama unakumbuka. Aliwakuta watu wanalia, akawafukuza. Sawa, akatoa nje, akabaki yeye na mtoto. Kwa nini? Asiue ile imani yake. Kwa sababu hata nyumbani kwako unaposali, kuna wakati mwingine jifungie chumbani kwako. Kwa sababu hawana imani kama yako.
hawaamini kama unavyoamini. Kwa hiyo kuna wengine wanaweza kukucheka. Kupitia kukucheka kule wakaua imani yako. Kwa jitenge nao. Kaa pembeni. Kama kuna garden nje, nenda kwenye garden nje, zunguka, omba kwenye ile garden, tembea. Kama ni barabarani, tembea tu njiani, unaomba tu taratibu. Kama ni wapi, ingia. Kama ni toilet, jifungie huko chooni, kaa dakika 15, unaomba 20, omba huko ndani. Ukitoka uko fit, uko charged by the power of the Holy Spirit. Okay. Waje tazama muujiza. Kasema 2 Basi akaingia ndani, akajifungia mlango yeye na yule mtoto wote wawili. Akamuomba Bwana. Kwa Elisha akajifungia yeye na yule mtoto ndani. Elisha akajifungia na yule mtoto ndani. Wao wawili wakiwa ndani. Akaomba. Biblia inasema akamuomba Bwana. Na Mungu akatenda. Kwa cheki hiki kitu sasa, tuendelee hapa tuone hichi. Elia akapanda juu ya kitanda, akajilaza juu ya mtoto. Akaweka kinywa chake juu ya kinywa chake na mikono yake juu ya mikono yake. Akajinyoosha juu yake. Mwili wake yule mtoto ukaanza kupata moto. Kwa Elia akamlalia yule mtoto. Akaweka kinywa chake kwenye kinywa cha yule mtoto. Na yule mtoto mwili wake ukaanza kupata nini? Joto. Mtu anapokufa anakuwa baridi, yule mtoto akaanza kupata joto. Akaanza kupata joto. Mstari wa 35. Kisha akarudi. Akatembea nyumbani huku na huko. Maana alikuwa anatembea huko anaenda anarudi. Huko anaomba, anatembea huko anarudi, anatembea anarudi. Alikuwa anatembea anaomba anatembea. Hata leo nyumbani kwako unaweza kuwa unaomba unatembea. Sio lazima uongee. Unaweza kuwa unatembea tu lakini unaomba ndani ya moyo wako. Sometimes unatembea unaongea, unaomba, unasema. Sometimes unatembea unaomba ndani ya moyo wako. Okay, kama Elia alivyofanya, Elisha alivyofanya. Kwa akarudi akatembea nyumbani huku na huko mara moja. Akapanda akajinyosha juu yake. Na yule mtoto akapiga chafya. Kwa alijinyosha mara ya kwanza, akaenda akamwacha akatembea anarudi anatembea anarudi, akajinyosha mara ya pili. Yule mtoto akapiga chafya mara 7. Na yule mtoto akafungua macho yake, akawa mzima. Kwa tumeweza kuona sasa jinsi muujiza wa Elisha na huyo mtoto aliyekuwa amekufa. Kwa twende tuangalie pointi nyingine sasa. Tumeshaangalia pointi 3. Tumeshaangalia pointi 3 za kuomba, kusali, jinsi ya kusali. Tumeangalia mambo ya msingi ambayo Yesu anatufundisha katika neno lake katika kusali. Tunasalije? Yesu ametuambia namba 1 imani. Namba 2 wale wote waliotufanyeje? Waliotusamehe, waliotukosea, tuwasamehe. Namba 3 akatufundisha sasa, akatuambia namba 3 sasa. Akatuambia tusiwe kama nini? Kama watu wanafiki. Wanaoenda kuomba wanajionyesha mbele za watu kwamba na yao wanaomba na kadhalika na kadhalika. Hapana, amesema tusiwe hivyo. Lakini tuombe na tunajifungia ndani chumbani kwako. Ukiwa nyumbani tumia muda wako mwingi zaidi kuomba. Unajifungia ndani unaomba na kadhalika. Kuna yale maombi ambayo tunafanya kwenye mkesha unatumia yale. Kuna yapo maombi mengine yale tunafanya kwa usiku wa maombi tunafanya masaa 4 tunaomba non stop. Kwa hiyo ukatumia ukaweka hapo kwa unaomba pamoja na sisi. Haina shida. Unaomba ndani chumbani kwako, unajifungia unakaa ndani. Unaomba. Mpo wawili tu wewe na Mungu. Upo wawili tu wewe na Yesu. Ni sasa unapokuwa kwenye ndoa kuna wakati ambao unatamani tu ile private time, ile quality time wewe tu na mume wako. Watoto wasiwepo na mtu mwingine asiwepo. Uwe na quality time tu na yule unayempenda. Na Mungu anapenda hivyo. Mungu anapenda ile quality time na yeye. Tukae sisi na yeye ndani private, mimi na yeye tuombe. Kama hapo ulivyo unakaa ndani yako hapo chumbani kwako uko mwenyewe ndani au mtu mwingine amelala, unakaa hapo unaomba kwenye quality time na yeye. Ni wewe na yeye. Hakika utamuona Mungu. Okay. Pointi namba 4 sasa. Pointi namba 4 inasema usisali maneno tupu bila neno la Mungu ndani yake. Kwa Yesu anatufundisha sasa usisali maneno tupu. Usisali maneno tupu bila neno la Mungu ndani yake. Usisali maneno tupu bila neno la Mungu ndani yake. Hiyo ni pointi ya 4. Tunapoenda kusali,
Yesu anatuambia usisali maneno tupu bila neno la Mungu ndani yake. Uwe na mistari ya kufanyaje? Ya kusimamia. Unapoenda kufanyaje? Unapoenda kusali. Kwa unapoenda kusali usiende maneno tupu. Sasa tazama hapa, ngoja tuangalie mstari. Watu wengi wanakuwa na maswali na huu mstari. Lakini nitauelezea. Mathayo, turudi kwa ile Mathayo sura ya 6 mstari wa 7. Mathayo sura ya 6 mstari wa 7. Mathayo sura ya 6 mstari wa 7. Nitauelezea mstari. Tutasoma. Nanyi mkiwa katika kusali msipayuke payuke kama watu wa mataifa. Maana wao hudhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Okay. Unaona sasa Biblia Yesu anavyotuambia sasa. Anasema unapoenda kusali, mnapoenda kufanyaje? Kusali, msipayuke payuke kama watu wa nini? Wa mataifa. Maana wao hudhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Yesu hajaongelea hapa kwamba ulikuwa naomba kwa sauti kubwa. Alichokuwa anaongelea hapa maneno kuwa mengi. Sio unaweza kupata hiyo kitu Sasa taelezea kupayuka maana yake nini. Anachoongelea hapa Yesu sio kwamba watu wanaenda kuomba kwa sauti kubwa, hapana. Maana wao hudhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Sasa tafasiri ya Kiswahili imetuandikia hivyo, lakini tafasiri ya English Standard Version imeandika vizuri zaidi. Nimekopi hapa. Sijana Biblia zote. Hii nimekopi hapa. Kwa kama una Google unaweza ukaingia au una simu nyingine ukaingia ukaangalia English Standard Version. English Standard Version hiyo Matthew chapter 6 verse 7. Imeandika vizuri kwa mstari. Imeandika vizuri sana kwa mstari. Anasema when you pray do not heap up with phrases, akaweka mabano sasa. Anasema manake ni multiplying words, repeating the same ones over and over as the Gentiles do, for they think they will be heard for their much speaking. Sawa. Kwa hiyo sasa maana yake ni tunaenda na maneno kibao. Hayana nini? Maandiko ndani yake, na tunarudia hayo tu. Inakuwa ni makelele nini? Inakuwa ni makelele. Sasa ukisoma vizuri ukisoma hiyo English Standard Version vizuri, amesema wanakuja na hip hop, sawa? Hip hop words, sawa, ambazo ni empty. Wanakuja na empty words. Ni maneno wanaongea, lakini hayana nini? Hayana chochote. Usipayuke. Umeelewa? Yaani maana yake mtu anaongea ni pointless. Anaongea lakini pointless. Kwa hao watu walikuwa wanakuja kuomba, wanaongea maneno tupu. Hayana kitu chochote. Lakini neno la Mungu linatuambia sasa, unapoenda mbele zake, uombe sawa sawa na mapenzi yake. Kuomba sawa sawa na mapenzi yake ni kuomba sawa sawa na neno lake. Sio, unaelewa? Okay. Kwa hiyo sasa maana yake ni hii, kwamba hao watu walikuwa wanaenda kuomba bila hoja. Walikuwa wanaomba kwa maneno tupu. Wanafikiri Mungu anasikia maneno tupu. Mungu anataka tuombe sawa sawa na mapenzi yake. Kwa maana Mungu analiandaa neno lake kulitimiza. Kuna somo liko Instagram, ukienda kuangalia Instagram linaitwa Mungu litazama neno lake kulitimiza. Liko Instagram, uta scroll down utaona hilo somo. Ifundisha. Kwa Mungu anachoangalia ni neno lake. Mungu anaheshimu neno lake kuliko hata jina lake. Umeona hicho kitu, alinyanyua neno lake, ahadi zake amezinyanyua kuliko hata jina. Maana anachoangalia kwenye maneno yako, kile unachokisema anaangalia ahadi zake. Neno lake linasemaje? Usiende ukapayuka tu na maneno yasiokuwa na nini? Yasiokuwa na maana. Nasema usiende kwa maneno mengi, kwamba ukafikiri ukiwa unaomba maneno mengi Mungu atakusikia. Anachotaka ni hoja. Uje na hoja iliyoshiba, hoja yenye nguvu. Ndicho Mungu anachotaka. Kwa tusiende na hoja laini, bali tuende na hoja ngumu. Hoja nzito. Sawa sawa? Wewe tuangalie Isaya sasa. Soma Isaya. Isaya 41 mstari wa 21. Andika sasa kwa Jefa, Isaya 41 mstari wa 21. Isaya 41 mstari, Isaya 41 mstari wa 21. Nitasoma. Soma kwa sauti.
anasema haya, leteni maneno yenu, asema Bwana. Toeni hoja zenu zenye nguvu, asema mfalme wa Yakobo. Okay. Unasikia Biblia inachosema sasa? Kwamba haya, leteni maneno yenu. Mlete nini? Maneno yenu, asema Bwana. Toeni hoja zenu. Mtoe nini? Hoja zenu zenye nini? Zenye nguvu. Mlete maneno yenu, lakini mtoe nini? Hoja zenye nini? Zenye nguvu. Ndicho Yesu alichokuwa anaongelea. Anasema msipayuke, lakini leteni nini? Maneno yenu, mje na hoja zenye nini? Zenye nguvu. Maana yake anapotuambia msiombe kama wanafiki, msiende na maneno tupu, maneno yasiokuwa na nini? Maneno yasiokuwa na maana. Kuna Biblia moja nimesoma imeandika usiende na maneno yasiokuwa na nini? Na maana. Mwende na maneno yaliokuwa na maana. Maneno yapi? Neno la nani? La Mungu. Mungu ndo anaangalia neno lake. Neno la Mungu anaangalia kulitimiza. Anaangalia neno lake kulitimiza. Kwa unapoenda na maneno yako yawe na hoja. Unataka mtoto, nenda na hoja. Kwa nini unataka mtoto? Unataka upone, nenda na hoja. Kwa nini unataka upone? Unataka kazi, nenda na hoja. Kwa nini unataka kazi? Kwa sababu kuna mwingine anataka kazi ili aende kaonyeshe, show off. Mungu atakaje hayo mambo? Anasema wenye kiburi, wenye pride, kiburi, Mungu anawashusha. Bali wenyenyekevu Mungu anawanyanyua. Kwa usiende na kiburi ili uonyeshe kwamba wewe nipate kitu fulani, maadui zangu wakome sasa. Hawezi kufanya hicho kitu. Usiende kwa moyo wa namna hiyo. Kwa sababu huyo adui yako kesho ni mhubiri wa Injili. Wewe aliyekuwa adui yako kesho ndo atakuhubiria Injili huyo. Usifanye hivyo. Yule kwa Sauli, yule aliyekuwa na huo watumishi wa Mungu, kesho ndo akawa mhubiri mkubwa Paulo, akatuandikia nyaraka 13. Kwa twende na moyo mweupe, moyo wenye haki, moyo wenye upendo, usio na hatia mbele zake. Twende na moyo usio na hatia nini? Mbele zake. Twende na moyo wa upendo mbele zake. Okay. Watu malizie sasa. Tusome Isaya 43 mstari wa 26. Isaya 43 mstari wa 26. Soma sasa. Mstari wa 26. Yeah. Tutasoma. Isaya 43 mstari wa 26. Unasema, unikumbushe na tuhojiane. Eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Okay. Unasikia Yesu anapotuambia sasa? Anasema tufanyeje? Tumkumbushe. Tumkumbushe. Kwa unapoenda kusali, unapoenda kuomba, mkumbushe. Mwambie Mungu, ulisema kwa neno lako hivi. Mungu, ulisema mwenyewe hivi. Ulisema kwamba kwa kupiga huko sisi tumepona. Mungu, ulisema hivi. Ahadi zako uliahidi hivi. Mungu, uliahidi kwamba tutakuwa tasa. Mungu, uliahidi tutabariki kazi za mikono yetu. Mungu, uliahidi utatunyanyua kazini kwetu. Mungu, uliahidi utabariki kilimo chetu. Mungu, uliahidi tutabariki mifugo yetu. Mungu, uliahidi mwenyewe kwa kinywa chako, na neno lako ni hakika na ni kweli. Ni ahadi ambazo Mungu ametuahidi. Nenda ukiwa na neno lake. Mkumbushe neno lake linavyosema. Ametuambia yeye mwenyewe, unikumbushe. Unikumbushe. Na tuhojiane. Sasa tukisema kuhojiana, maana yake anasema na unasema. Unatoa hoja. Kwa nini upokee? Kwa eleza mambo yako ili uweze kupewa nini? Haki yako. Kwa Mungu anataka uelezee kwa kinywa chako, eleza. Isaya 43 mstari wa 26. Isaya 43 mstari wa 26. Anauliza ni Isaya ngapi? Isaya 43 mstari wa 26. Anasema unikumbushe na tuhojiane. Eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Kwa maana yake wewe ukapewa haki yako kama hujafanya, ujeje kueleza. Ni Mungu mwenyewe amesema tumkumbushe. Kwa sio kwamba hajui unapitia kwenye changamoto hiyo. Anafahamu. Mkumbushe. Mwambie Mungu, ulisema kwa neno lako hivi. Mungu ulisema hivi. Ulisema hivi. Ulisema hivi. Kuna hata Yesu anashukuru, anasema Mungu, asante Baba kwa wewe Mungu tupae chakula. Anashukuru. Maana neno lake ndio linavyosema. Ukoona Yesu anashinda katika majaribu yake kwa neno la Kristo. Ananukuu, anasema imeandikwa. Shetani amekuja na hoja, Yesu anajibu kwa hoja kimaandiko.
Ndio maana siku zote ninasisitiza tujae neno la Mungu. Tulisome neno lijae ndani ya mioyo yetu. Tukisoma neno likajaa ndani ya mioyo yetu, tutajua kuomba vizuri. Tukijaa neno la Mungu likajaa ndani ya mioyo yetu, tutajua kutembea katika ushindi. Tutatembea pamoja naye katika ushindi. Tutatembea katika nguvu zake. Nikasema hivi, leo nilikuwa nafundisha sehemu. Kwa hiyo semina nikasema hivi. Nikawaambia tulikuwa tunajifunza kuhusu umuhimu wa kusoma neno kwenye hiyo semina. Nikasema hivi, ukitaka kuona Roho Mtakatifu anafanya kazi katika maisha yako, soma neno la Mungu. Ukitaka uone Roho Mtakatifu anafanya kazi katika maisha ya watu wengine, wape neno la Mungu. Walishe neno la Mungu. Utaona jinsi Roho Mtakatifu anavyofanya kazi katika maisha yao. Narudia tena. Ukitaka umuone Roho Mtakatifu anafanya kazi kwenye maisha yako kwa viwango ambavyo hujawahi kuona, jaza moyo wako na neno la Mungu. Ukitaka uone Roho Mtakatifu anafanya kazi ya ajabu kwa viwango vya tofauti kwa watu wengine, kwa familia yako, walishe neno la Mungu. Washibishe hilo neno. Watembee katika hilo neno. Jaza mioyo yao, wafundishe tu. Hata kama wafanyi kazi, fundisha leo. Wakisahau, fundisha kesho. Hawajatendea, fundisha kesho kutwa. Fundisha tena na fundisha tena na tena na tena na tena. Imba na imba. Hata kama kila siku nimba wimbo mmoja. Hata kama unasoma mmoja tu kufundisha, fundisha hilo hilo kila siku. Endelea nao watoto wako kila siku hilo hilo unalojua wewe. Fundisha kila siku hilo hilo. Imba masikioni kwao. Hilo neno likapate kujaa ndani ya mioyo yao. Kwa maana Roho Mtakatifu anatumia hilo neno lililo ndani yako kufanya kitu. Hafanyi kitu tupu bila neno. Anatumia neno. Ndio maana wakati mwingine unaweza kuwa umekaa, nilikuwa nafundisha leo kwenye hiyo semina, nikasema hivi. Tulikuwa tunajifunza vitu viwili. Tulikuwa tunajifunza kitu kinaitwa Logos and Rhema. Kwenye Rhema nikasema ni kwamba ile spoken word ambao Mungu analiachilia kwetu, tulifanyie kazi hilo neno. Sasa nikasema hivi, kuna wakati ambao Roho Mtakatifu anaachilia neno kwenye ufahamu wetu, neno kwenye mioyo yetu. Afu na ile neno linaanza kusema. Unakuta unaamka asubuhi, unashangaa tu mstari fulani unasema ndani yako. Labda ni Zaburi 23 mstari wa kwanza, kwa Bwana ndio mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Unakuta linasema kwenye ufahamu wako. Na wakati mwingine hujui hilo neno limeandikwa wapi. Hiyo ni Rhema. Mungu anaachilia hilo neno ndani yako. Ukiamka asubuhi, anza kulikiri hilo neno. Liseme hilo neno. Ni Mungu anaachilia hilo neno ndani yako. Roho Mtakatifu anatumia lile neno lilohifadhi ndani yako. Roho Mtakatifu anatumia neno ambalo umehifadhi kwenye moyo wako. Roho Mtakatifu anatumia neno hilo. Kuna somo nimefundisha liko Instagram, hilo somo. Hata YouTube lipo. Kama dakika 3 hivi. Nilikuwa nafundisha faida 3 za kulisoma neno la Mungu. Nikasema hivi. Nikatoa ushuhuda wa dada mmoja. Huyu dada alikuwa anasoma neno. Ameamka asubuhi akaanza kusikia ile Yeremia 33:3 kwamba niite nami nitakuitikia. Nami nitakuonyesha mambo magumu. Alipoamka asubuhi, akawa anajiuliza, kwa nini huu mstari unaimba kwenye ufahamu wangu? Kwa nini huu mstari unaimba kwenye ufahamu wangu? Kwa nini huu mstari unaimba? And then akaanza kukiri ule mstari. Yeremia 33 mstari wa 3. Niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyojua. Niite. Akawa anaukiri ule mstari. Anaukiri ule mstari, anamwambia Yesu, nitaje nikuone. Sijui ni wapi. Nashangaa tu mstari unasema kwenye ufahamu wangu, kwenye moyo wangu. Huo mstari unasema, unapiga kelele Bwana Yesu. Alikuwa anasafiri atoka wilaya moja kwenda wilaya nyingine. Mida ya saa 5 akaenda stendi. Alipofika stendi akakuta mabasi mawili. Lile basi, ushuhuda upo Instagram, ni somo nilifundisha na ushuhuda wake upo Instagram kule. Ukiscroll down utaona hilo somo. Ukienda hata YouTube ukiscroll utaona hilo somo. Kwa hiyo yule dada akakuta zile gari mbili zimepaki pale. Ile gari ya kwanza nauli ni shilingi 1000. Ile gari ya pili nauli ni shilingi 1500. Akaenda kupanda ile gari yenye bei nafuu kwa sababu inajaa haraka. Akaenda akakaa nyuma kiti cha driver. Kwa dereva hapa, yeye akakaa hapa nyuma. Amekaa. Ile gari ambayo ina bei kubwa 1500 ina abiria wachache. Kwa kipindi amekaa pale, akaja mama mmoja ambaye ni jirani na yule binti. Akachungulia afa akaondoka zake, akaenda kwenye ile gari nyingine. Huyu akajiuliza, huyu binti akajiuliza,
Yaani mimi nishinde kusafiri na hii gari kwa shilingi 500 tu. Gari zote ni sawa sawa, lakini hii 1000, hii 1500. Na ndio akamwambia, "Usishuke tu. Shuka, ongeza tu hiyo 500." Akafikiria mahesabu yake kwamba na mahesabu huko anakoenda na nini. Aona, wewe tu nishuke. Ameshakaa, akashuka kwenye ile gari, akaenda kupanda ile gari nyingine ambayo 1500. Imezidi tu shilingi 500. Akaenda akakaa. Alipokaa ile gari ambayo yenye bei nafuu ikajaza ikaondoka. Kwa kakaa ile bei kubwa pale kwenye hiyo wilaya zinachelewa kujaa. Basi kwa ile gari yenye bei kubwa hivyo ikajaa ikaondoka. Wametembea kama dakika 25. Walipofika mahali akakuta ajali imefanyaje? Ajali imetokea. Kwenye ile ajali Norman, kwenye ile ajali ile gari iliyotoka ile shilingi 1000 ilikuwa ina overtake gari nyingine, wakagongana na nini? Na uso kwa uso. Dereva akafa, walikuwa wamekaa mbele wakafa pale pale. Sasa yule dada anachosema, walipokuta ile ajali walishuka kwenda kuwasaidia. Wameenda, aliyekuwa amekaa, dereva amekufa. Aliyekuwa amekaa nyuma ya kiti cha dereva kafa pia. Dada machozi yalimtoka. Akasema, "Yesu, ninasema asante kwa kuachilia neno lako ndani ya moyo wangu." Kwa kuna wakati mwingine kwenye maisha yako, unaamka asubuhi unashangaa tu neno mstari fulani, wakati mwingine hujui hata huo mstari umeandikwa wapi. Unashangaa tu huo mstari unaita Yeremia 33:3. "Niite nami nitakuitikia. Nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyojua. Niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyojua." Ulikuwa ni mstari wa Mama Ino, favorite verse ya Mama Ino. Hakuna siku ambayo Mama Ino tenda kwenye maombi au usahau mstari, haijawahi tokea. Kwa wewe muite Bwana Yesu. Utakapoamka asubuhi au siku yoyote utakaposikia ule wimbo unaimba, wimbo wowote tu unaimba kwenye ufahamu wako, tafuta wimbo huo, anza kuuimba. Unaenda kazini, imba huo wimbo. Uko chooni, imba huo wimbo. Uko sehemu yoyote kwenye biashara yako, imba huo wimbo. Imradi tu wimbo umeusikia ndani ya moyo wako, usiuachie. Kuna kitu Mungu ambacho anaachilia ndani yako, usiachie. Uimbe wimbo huo. Kili maneno ya wimbo huo. Kili maneno ya neno la Mungu, ambao neno la Mungu mstari unaosikia unasema ndani yako. Tembea nao siku nzima. Kili neno hilo. Na Mungu atatenda jambo jipya katika maisha yako. Mungu akubariki. Mungu akubariki sana. Kwa ubarikiwe kwa kusikiliza somo hili. Imekuwa ni refu kidogo, lakini Mungu akubariki. Sababu tunapokuwa na mkesha wa Instagram tofauti na usiku wa maombi. Usiku wa maombi wa YouTube tunajifunza kidogo, alafu tunatumia muda mrefu sana kuomba. Tunatumia masaa 3.5 mpaka 4 kuomba kwenye usiku wa maombi. Lakini huku tunajifunza neno, tutakuwa na muda mrefu tunajifunza neno, na pia tutakuwa na muda wa kuomba mrefu zaidi, masaa 2.5. Kwa hiyo ndio tofauti ile usiku wa maombi kule YouTube na huu tunachukua muda mrefu sana kujifunza neno la Mungu, na neno la Mungu ni muhimu. Kwa tutaendelea kuwa na usiku wa maombi ule wa YouTube, tutaendelea kuwa na mikesha vile vile hii ambayo tunafanya ili tuweze kupata kujifunza neno la Mungu, mioyo yetu ijae neno la Mungu, tumjue Kristo. Biblia inasema katika Ayubu 22:21, mjue sana Mungu ili uwe na nini? Na amani. Na ndipo hayo mema atakapofanyeje? Atakapokujia. Kwa Mungu akubariki kwa kusikiliza somo hili mpaka sasa. Mungu akubariki. Okay. Sasa tuingie kwenye maombi sasa. Tuingie kwenye nini? Kwenye maombi. Tuingie kwenye maombi sasa.